Yes, nitaka nikuulize hivi je, ni kweli kwamba anguko la wanaume wengi linasababishwa na wanawake? Hakuna mwanamke anayesababisha anguko la mwanaume. Ila nini kinachotokea ni maamuzi ya mwanaume mwenyewe, misingi ya mwanaume mwenyewe. Unajua watu wengi wanapenda kutumia ule mfano wa bustani ya Eden, lakini wacha nikwambie, mwanamke pale alitumika kama mshawishi, ila mwanaume angeweza kukataa kula lile tunda. Sio, umenielewa eh? Upendo sasa angekataa. Hapana, upendo umaanishi wewe uwe mjinga. Na ndio maana hata maandiko yalisisitiza mwanaume ishi na mwanamke kwa nini? Kwa akili. Kwa kinachotakiwa kumuongoza mwanaume sio hisia, ni akili. Yaani ukiona mwanamke anaanguka kwa sababu mwanaume anaanguka kwa sababu ya mwanamke, ujue kuna mahali ya kutumia akili. Sio, umenielewa eh? Wanaume wengi wanaanguka kwa sababu ya wanawake, si kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu ya kuongozwa na hisia. Ilhali walitakiwa kuongozwa na akili. Hicho ndicho kinachowaangusha wanaume wengi. Kwa wanaume wapunguze kufikiria kwamba wanawake ndo anguko lao, bali wakae chini, waitengeneze vizuri misingi yao ili wawe na maamuzi ya moja kwa moja juu ya maisha yao na maisha wanayoyataka, na sio kutegemea eti mwanamke aje akushawishi wewe uanguke. Hapana. Ukisema hivyo, kuna watu wanasema bana, kwenye kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake. Kwa nini kwenye mafanikio ya mwanaume awepo mwanamke? Kwenye anguko huku inaonekana ni wewe tu umejiangusha, sio mwanamke amesababisha. Na tushashuhudiaga familia nyingi zikivunjika. Unaona kila kitu akiendi, tunakuwa kama biashara ilikuwepo inakufa, kama sio nini kinatokeaga kama sio anguko la mwanamke? Okay. Umeliweka vizuri swali lako. Labda niseme tu kitu kimoja, ni kwamba wanaposema kwenye mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake, bahati mbaya hawakusema ni mwanamke gani. Ni mwanamke kama ni mama. Umeelewa eh? Lakini inawezekana ni mama. Kwa sababu unaposema mtu yuko nyuma yako haimaanishi kwamba yeye ndo anayekusukuma kufanya vitu. Wakati mwingine anakuombea, wakati mwingine anakushauri, wakati mwingine anakusaidia hapa na pale, anakupikia chakula. Sawa, anaweza kawa mke, anaweza kawa mama, anaweza kawa dada. Mwanamke yote ambaye yuko kwenye maisha yako, ambaye anasupport ndoto zako, anaweza akakupushi wewe kufikia malengo yako. Ukirudi kwenye anguko, mama yako anaweza kataka wewe uanguke? Labda kama ana shida mahali. Sawa eh? Kwa hiyo tukiongelea mwanamke tusibaki kwenye mke. Tumwangalie mwanamke ambaye anaweza akamjenga mwanaume na anaweza akamharibu. Mama hawezi kukuharibu. Sawa eh? Kitakacho kuharibu ni wewe ufanye labda bad choices, ni wewe ufanye labda uwe mzembe, uwe mvivu, ushindwe kupambania ndoto zako kwa ukubwa. Sio, umenielewa? Kitakacho kuangusha wewe ni wewe kukata tamaa. Ila sio yule mwanamke ambaye alikuwepo nyuma yako kukupushi wakati wote. Familia ikiparanganyika, mali huwa zinaharibika kwa sababu gani? Kwanza tunaangalia ni kwa nini familia imevunjika. Sio, umenielewa? Sababu ya familia kuvunjika mara nyingi huwa inapelekea either mmoja afanikiwe ama wote waanguke, ama wote wafanikiwe wakiwa mbalimbali. Sawa. Kama familia ilivunjika kwa sababu ambazo zilikuwa ni za kimaisha, yani tuseme labda sababu za kifinancial, kila mmoja atatoka ataenda kufight kivyake ili apambane apate hela. Sawa eh? Kama familia imevunjika kwa sababu ya upendo, kila mmoja atakuwa na maumivu yake. Hapo wakati wa maumivu sasa, yule atakayewahi kunyanyuka ndiye atakayeweza kusimama vizuri. Kama mwanaume atabaki kwenye maumivu muda mrefu, tunasema amebaki kwenye hisia kwa muda mrefu, lazima biashara zake zitaharibika, lazima kila anachokiplani kwenye maisha yake kitaharibika. So hatusemi yule mwanamke ndo alomharibu, ni yeye mwenyewe kukataa uhalisia na kukubali kubaki kwenye maumivu kwa muda mrefu. Sawa eh? Kubaki kwenye maumivu muda mrefu kunaweza kukatengeneza anguko la mwanaume. Kwa bado nayo iko ndani ya maamuzi ya mwanaume. Kama hii nimekubali kwamba nimeachwa, naachilia, naendelea na mambo yangu. Sio rahisi. Sio rahisi, lakini inawezekana. Hasa ukiwa una malengo. Unajua kitu kinacho to drive ni malengo. Kitu kinachomwendesha mtu yote ni malengo. Ukiwa mwanaume alafu huna malengo, huna maono, huna ndoto, my brother, utaendeshwa sana na mapenzi, utaendeshwa sana na hisia, kwa sababu nafasi ya akili kwako itakuwa ni ndogo sana. Lakini ukiwa ni mwanaume ambaye una malengo, una ndoto, una maono, kuna mahali kuna mahali umepata target, unasema kule lazima mimi nifike. Hamna kitu ambacho kinaweza kikakukalisha chini. Chochote kitakachotokea utasema tu hii ni changamoto, natakiwa kukabiliana nayo kisha nisonge mbele. Kabisa, mimi ninakubali na
na watu wanaelewa kile ambacho nakuwa nakizungumza. Hapa katikati kulikuwa na mabishano ya kati ya wadada weupe na wadada weusi, wakawa wanarushana maneno bana, sisi ndo tunapendwa, wengine hao sio nini. Nadhani uko unaziona. Mimi leo nimesema nikuulize, wewe take yako ni ipi kwenye hii? My take is kila mwanamke ni mzuri. Inategemeana na jicho la mtazamaji. Utamu wa pipi ni mate yako. Sawa eh? Sisi wa Afrika asili yetu ni weusi. Tumeelewa ni dark skin ama chocolate skin. Sawa eh? Yule ambaye anakuwa very proud na kuwa mweupe kupitiliza, huyo ana changamoto sehemu. Mimi ninachoamini tu ni kwamba kila mwanamke ni wa thamani machoni pa mwanaume atakayeiona thamani yake. Kwa kama wewe binti ni una rangi yako ya chocolate nzuri imekolea vizuri, mai wangu, usiharibu ngozi yako. Hiyo ngozi ina joto kuliko unavyofikiria, usiharibu. Kweli kwenye mambo ya joto. Yes, upo tofauti kati ya mdada mweupe na mweusi. Upo tofauti kati ya mdada mweupe na mweusi, lakini pia upo utofauti kati ya mwanamke ambaye anatunza ngozi yake na mwanamke ambaye anaichubua ngozi yake. Sawa eh? Kuna wanawake ambao ni weupe kwa sababu ya kujibleach, kujichubua, kuondoa joto la asili kwenye ngozi. Sawa eh? Kwa hiyo automatically huyo mtu tunasema kwa kweli anakuwa ni wabaridi. Lakini mwanamke anayetunza ngozi yake, haijalishi ana rangi nyeupe au rangi nyeusi, ana uwezo wa kuwa na joto as long as anakula vizuri, anaishi lifestyle nzuri. Kwa hiyo haya kurushiana maneno ni ushamba kwa wewe? Nafikiri sasa hivi kumekuwa na changamoto moja, watu wengi wanatafuta umaarufu mtandaoni. Sasa umaarufu usikupelekee wewe kudhalilisha watu wengine. Umaarufu usikupelekee wewe kutweza utu wa mtu mwingine. Umaarufu unaweza ukaupata katika mambo chanya. Ama la, kama unaona wewe ndani yako hakuna utu kabisa, jidhalilishe tu mwenyewe. Jitoe akili wewe, yani jidhalilishe mwenyewe. Usianze kutukana single mothers, sijui watu wenye ngozi fulani. Hapana, huo ni ushamba na ni ulimbukeni. Sawa eh? Yani hata kama ni kwenye ya kutafuta umaarufu, huo ni ulimbukeni. Tafuta kwa vitu ambavyo ukuvipenda. Sikuvipenda. Sipendi mtu atweze utu wa mtu. Sipendi mtu amtukane mtu ambaye hajui mapito yake. Yani mfano kama mtu anayesimama anamtukana single mama, ni mtu ambaye namchukulia ni kama akili hazijakaa vizuri. Kwa sababu hujui kuna single mama kafiwa na mume wake, alipenda kufiwa. Kuna binti ambaye alirubuniwa kweli, akapata mimba akiwa bado mdogo. Unaweza kumlaumu mtu wa namna hiyo? Ambaye alikuwa ni mtoto, tuseme amepata mimba ya utotoni, utamlaumu? Utasema ni tamaa? Huwezi kusema ni tamaa. Mtoto hana self control. Yule ni mtoto amerubuniwa, akarubunika, anachohitaji ni msaada. Kwa kwenye suala la single mothers, sipendi watu wanavyowasema vibaya, sipendi. Na kuna wengine wanaenda mbali, wanasema ukitaka kumuoa single mother, imetokea umempenda, hakikisha anakwambia kaburi la mume wake, kwa sababu anakuonyesha kaburi la mume wake, kwa sababu wanarudiaga, yani ni watu ambao hawasahau walikotoka, kwamba wanapasha viporo na nini. Wewe kwa hiyo unaiona? Mimi hiyo siamini, kwa sababu nimeisha kuwa kwenye jamii ya single mothers wengi ambao nimekuwa kwa namna moja ama nyingine nikiwa lead, nikiwaelimisha, nikiwashauri, nikiwasikiliza. Wanawake ambao huwa wanarudi kwa wanaume zao wa zamani ni wale wanawake ambao hawakutoka kwa maamuzi yao, waliendeshwa na hisia. Sawa eh? Ikatokea ugomvi, akakurupuka, akaondoka. Ukisha kuwa na ugomvi na mtu ambao haukutatuliwa, mkija kukutana tena mtakuwa na cha kuzungumza. Lakini kama mlimalizana, yani ilifikia ile pointi, bwana, mimi na wewe ni haiwezekani, kila mtu achukue njia yake, maisha mengine yaendelee kwa amani. Kitakacho wakutanisha nyie ama kuwafanya mzungumze ni mtoto wenu, sio nyie tena hisia zenu. Sio, umenielewa? Sitaki kusema hakuna wanawake ambao wanaolewa wakiwa na watoto na kurudi kwa maex zao. Sitaki kusema hilo, na ndio maana nikatoa sababu ya nini kinamfanya mwanamke arudi kwa ex. Sawa eh? Lakini ninachotaka kusema ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye ameandikiwa moja kwa moja kwamba huyu atasaliti, huyu hasaliti. Ama niseme hakuna mtu ambaye anaweza akakontrol usaliti wa mtu. Unaweza ukaoa binti bikira kabisa na bado kwenye ndoa akashauriwa na marafiki akachepuka vile vile. Sawa? Na unaweza ukamuoa single mother hata mwenye watoto 5
na akakaa kwenye ndoa akatulia na akakupa amani ya moyo hujawahi kusikia. Kwa hiyo ni suala la mtu binafsi, sio suala la kundi la wanawake. Ni suala la tabia ya mtu, ni suala la namna mtu alivyopokea changamoto yake na kuamua kukabiliana nayo, ni suala la mtu namna alivyomalizana na huko alikotoka. Sababu wapo wanaume ambao pia wanafanya hivyo. Anaingia kwenye ndoa, akishamuoa binti wa watu, anaanza kuchepuka na ex wake. Sasa unataka kuniambia anachepuka na wengine hata sio wazazi. Sio, umenielewa? Yaani basi tu kwamba moyo bado umeshikilia kule kule kwa sababu walitengana, si kwa maamuzi. Yaani huenda umbali, huenda magomvi. Unajua ukishakuwa mahali kuna ugomvi, siku mkikutana mtaongea. Lakini kama mlimaliza mambo yenu kwa amani, bwana, mimi na wewe imefika wakati haiwezekani. Hakuna cha kuzungumza, hakuna discussion. Kwa mimi naweza nikasema kurudi kwa mtu aliyekuwa mtu wako si swala la single mother. Ni swala la akili ya mtu, maamuzi ya mtu na lifestyle ambayo mtu mwenyewe kaichagua. Ndio maana anaweza akaolewa mwanamke ambaye binti ametolewa kwao mwanamwali kabisa, akaenda akawa malaya kwenye ndoa. Anaweza akaolewa malaya aliyekuwa anajiuza na akaenda kwenye ndoa akatulia. Hivi inawezekana hiyo? Inawezekana kabisa. Sawa Alikuwa anajipanga barabarani na nini na yes. Inawezekana na akabadilika na akatulia, na usikae kusikia skendo yake yoyote. Ni suala la maamuzi na ule ukomo ambao mwanadamu amefikia, amesema sasa kwa hili nimechoka, ninataka kuendelea mbele na maisha mengine. Akipata unafuu wa maisha, mtu wa namna hiyo hawezi kuchezea. Kwa atatulia, atalea ndoa yake na atakuwa yani mke na nusu. Kwani tunaongelea tabia, tunaongelea mfumo wa maisha, tunaongelea makuzi ya mtu, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara ya mwili hawataki. Ni maisha yamewasukuma huko na wanaona hawana chaguo lingine. Na pengine hawajapata watu wa kuambia kwamba kuna machaguo mengi hapa duniani. Kuna vitu vingi unaweza ukafanya ambavyo vikakupa riziki tofauti na kuendelea kuuza utu wako. Sio, umenielewa? Kwa kuna watu wanafanya hivyo vitu hawapendi. Ikitokea akipata nafuu ya maisha, huyo mtu atatulia, utakaoelewa. Mimi nataka kujua teki yako ikoje kwenye hili ambayo nadhani tunaweza kuwa swali langu la mwisho. Kuna mdada anakuwa ana mafanikio lakini Mungu hajamjalia kupata mme. Anaona umri wangu unaenda, kwa nini sitafute mtu tu ambaye mimi nitamforce kwa namna yoyote anipe mimba, mimi nina uwezo kumlea mwanangu mwenyewe, ili mradi tu nisizeke bila mtoto. Kwenye hilo kuna ubaya, mtu ameamua tu mwenyewe. Hata kama huyu mwanaume atoshiriki kwenye uleaji wa huyu mtoto, binafsi najisikia kuwa na mtoto sasa. Kwani Mungu alivyotaka mtoto azaliwe na mwanamke na mwanaume alikuwa hana akili? Pata Hapana, yani nikwambie kitu, mimi naamini kila kitu kina sababu na kila sababu ina maana. Chochote kile ambacho mtu anakipitia kwenye maisha yake, chochote kile mtu ambacho anacho au hana kwenye maisha yake, ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Sawa Na ndio maana huwa nawasisitiza sana wazazi wale wanaolalamika, mwanangu mbona uoi, mwanangu mbona uelewi, wawe watulivu, kwa sababu ndoa ni kama riziki tu, anayoitoa ni Mwenyezi Mungu. Sawa Mimi sipendi mwanamke aseme kwa sababu nina mafanikio ya kifedha basi nitafute tu mtu nichukue mimba. Wengine wanaenda kufanya mpaka surrogate. Anapandikizwa ujauzito wa mtu ambaye hamjui, anakuja anazaa mtoto, anaanza kumlea mwenyewe. Ni sawa kwako wewe, ila ni ubinafsi kwa mtoto. Sawa Yaani kwa mtoto ni ubinafsi. Unamnyima mtoto maisha ya uhalisia, ama niseme unamnyima mtoto maisha ya asili. Asili ya mtoto ni kuzaliwa katika mikono ya baba na mama. Ikitokea bahati mbaya yule baba hayupo, kama Mwenyezi Mungu kampenda zaidi, Mungu huwa analeta joto lake kwenye maisha ambalo huyo mtoto hatopata gap lolote. Lakini ikitokea ni kwa makusudi, mwanamke umeamua nizae nilee mtoto wangu peke yangu, kwa kweli ni ubinafsi. Wewe kwako unaona unaikidhi haja yako, lakini kwa mtoto unamuonea. Vitu vingine acha viendeshwe na nature. Vitu vingine acha Mungu avifanye vile alivyoamua. Kama amekupa mafanikio ya kielimu, amekupa mafanikio ya kiuchumi, ukao ukijua tu kuna siku atakupa na hayo mafanikio mengine. Kwa usijikatie tamaa kwa sababu ya umri. Umri hauamui kila kitu. Kuna watu maisha yanaanza wakiwa na miaka 50. Nilipata ushuhuda juzi, kuna dada mmoja amepata mtoto tena mapacha after menopause. Kitu ambacho tunaamini hakiwezekani, lakini wapo watu wanapata. Kwa usijikatie tamaa, kwa sababu wakati mwingine kusema hivyo ni kama umejikatia tamaa. Ni kama umemkatia Mungu tamaa. Kwa nini umkatie Mungu tamaa? Kama amekupa hivyo vingine,
endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, muombe Mungu na hivyo vingine atakupatia. Nadhani hilo ndo neno la busara la kutoka nalo. Vingine hivyo kama akikupa uhai anaweza kukupa chochote. Anaweza kukupa chochote. Mungu sio mchoyo. Ila anakuangalia pia wewe kwanza. Kuna wakati mwingine Mungu anachelewa kukupa mtoto kwa sababu anataka ujifunze kwanza namna ya kuwa mzazi. Hii ndo tofauti ya hii dunia nadhani. Kuna watu wanatupa watoto. Nimeona mtoto mmoja Rais Samia ni kuasili mnaita alitupwa nadhani na mtu aliyemzaa sasa maana yake. Hivi inatokea nini kinatokea? Unaweza kuielezeaje hiyo hali ya mtu kufikia hatua amebeba mimba miezi 9, amepata uchungu, amejifungua, inafikia hatua ambayo anamtupa mwanae? Kuna wakati kwenye maisha mtu anakosa kuwa na chaguo. Yaani anakuwa haelewi afanye nini kama binadamu. Akili yake inafika mwisho. Ameteseka pengine vya kutosha, yani kiasi kwamba haoni mwanga mbele yake. Kwa hiyo kama ameweza kuvumilia mimba, akamzaa mtoto, hakumuua, akamchukua labda akaenda akamtelekeza mahali, huyo bado ana huruma ndani yake. Tunasema ni kwamba alijua hawezi kumsaidia huyo mtoto. Kwa kampeleka sehemu ambapo yule mtoto atapata msaada. Sijui umenielewa? Huo bado ni upendo. Kwa hiyo watu mimi natamani badala ya kuhukumu waelewe kwamba kwenye maisha kuna wakati mtu anakosa kuwa na chaguo. Anakosa kuamini kama hata kuna kesho tena. Yaani imagine mtu amelea mimba hata kula ni shida. Ameenda kujifungua hospitali, pengine hata huko hospitali kwenye ilibidi atoroke kwa sababu hakuwa na pesa ya kulipa. Sio, umenielewa? Ametoka huko hospitali hana hata nguo za kumvalisha mtoto, hana kila kitu. Alafu alompatia mimba amemtelekeza au amemkataa au whatever. Sio, umenielewa? Kila anakopiga hakuna msaada. Kila unavyojaribu labda hata kwenda kuomba chakula kwa watu unaonekana kama mchawi. Unafikiri kama binadamu utaendelea kuvumilia kwa muda gani? Wakati mwingine unaangalia uokoe angalau kile kiumbe. Kwa hiyo mtu kama alimpeleka sehemu ambapo kuna watu, alifanya tendo la huruma pia. Anahitaji huyo mtoto aendelee kuishi. Anataka mtoto aendelee kuishi na anaona mikononi mwake hataweza kumsaidia mtoto aendelee kuishi. Watu wasimhukumu. Haina haja ya kuhukumu. Yaani kwenye maisha mimi kitu ambacho nimejifunza, usihukumu haswa kitu usichokijua. Yaani usihukumu kabisa. Ukiweza kama umeona kitu hakiko sawa, kama umeona kitu hakiendi vizuri, ama umeona kitu kinakupa mashaka, kinakupa wakati mgumu, ukiweza muombe huyo mtu. Yaani muombe tu, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba umwangalie huyo mtu, naomba umsaidie huyo mtu, simjui lakini kokote kule aliko Mungu naomba umsaidie. Muombe kwa sababu hujui nini anapitia. Kabisa. Na wasisahau kwamba vitabu bado unaandika na bado unauza. Vitabu bado vipo, ninaandika na ninauza. Watu wajifunze, hasa kusamehe. Watu wengi wanajipenda lakini hawasamehi. Wamebeba vinyongo. Unakuta mtu kabeba maex 5 moyoni, sio anatafuta nini, maskini ya Mungu. Kawabebelea. Yaani kambeba toka yule wa kwanza mpaka wa kuumizwa. Ni ameumizwa. Alafu mbaya zaidi ukishakuwa mtu wa kuwabeba watu moyoni, utakuwa ni yule mtu ambaye unajihesabia haki. Sio, umenielewa? Yaani ukishakuwa mtu wa kubeba watu moyoni, kwamba kila anayekukosea unamhifadhi, kila anayekuumiza unamhifadhi, automatically utageuka mtu wa kujihesabia haki. Utageuka mtu wa kuhisi wewe unaumizwaga tu. Kumbe wale wanaokuumiza wanapata assist kutoka kwako. Sio, umenielewa? Yes, kuna wakati mwingine inakuwa hivyo, wewe unatoa assist mtu akuumize. Sasa kama mtu anatoka kwenye mahusiano anakaa siku 2 anaingia kwenye mahusiano mengine, unafikiri anatafuta nini? Mtu akitaka kupata vitabu vyako anavipata. Mtu akitaka kupata vitabu vyangu mimi awasiliane na mimi kwa njia ya WhatsApp. Namba yangu ya kazi ni 0742630141. Utapata kitabu kinaitwa Mwanamke wa Thamani ndani yangu. Hicho ni kwa ajili ya kuijenga thamani ya mwanamke bila kumshindanisha na mwanaume. Utapata kitabu cha Kungwi, humo utajifunza yale yote ya mkoleni, lakini sana sana utajifunza kupika maji ya kuoga, kujiogesha wewe mwenyewe kama mwanamke, lakini na kumuogesha mume wako. Utapata kitabu cha Nimesamehe, Nimeachilia, Nimejisamehe. Humo utapata maarifa ya msamaha, utajifunza namna ya kuachilia watu ili uweze kubakiza nafasi ya kujipenda. Utapata riwaya inaitwa Nguvu ya Kiapo, humo utajifunza maisha kwa mapana yake. Mimi kushukuru sana. Asante. Instagram Eva Mrema 01, Facebook Eva Mrema, TikTok Eva Mrema. Kamtazame huyu dada, utajifunza vitu vingi sana. Mimi nimekuwa nikimfuatilia, kuna namna anafanya ndoa yangu inaenda vizuri sana. Kwa hiyo na mimi siku hizi najua namna kumchemshia mke wangu maji na nini.
unacheka. Furahi.